Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na wakati huu tunamtazama Rais wa Marekani Donald Trump na Mashariki ya Kati ni jinsi gani amefanikiwa katika kuleta amani katika eneo hilo na kuhakikisha na kuwa na ushawishi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Eneo la Mashariki ya Kati ni moja kati ya maeneo ulimwenguni ambayo yamekumbwa na vurugu za kila wakati, hasa baada ya Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya kundi la wapiganaji la Hamas kuanzisha mashambulizi kusini mwa Israel. Hii imekuja kusababisha Israel kulipa kisasi kikubwa zaidi ya kile ilichotendewa. Wakati huo, shambulizi la anga la Israel dhidi ya timu ya mazungumzo ya Hamas nchini Qatar likionekana kama sababu nyingine ambayo ingesukuma matarajio ya amani kwenda chini zaidi. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump ametumia nguvu kubwa. Amani inapatikana katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Shambulizi la Septemba 9 lilikiuka uhuru wa mshirika wa Marekani na kuhatarisha kuzidisha mzozo huo kuwa vita vya eneo zima. Diplomasia ilionekana kama imeporomoka kabisa. Badala yake iligeuka kuwa wakati muhimu ambao umesababisha mpango uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuachilia mateka wote waliosalia. Rais wa Marekani Donald Trump alitumia watu wenye ushawishi ikiwa ni pamoja na Steve Witkoff na baadhi ya viongozi katika Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na viongozi kutoka Qatar na Misri, miongoni mwa viongozi katika mataifa ya Kiarabu ambao wamewezesha juu ya mapatano kati ya Israel pamoja na kundi la Hamas. Ingawa hili ni hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu, bado kuna mazungumzo kuhusu kuondoa silaha kwa Hamas, uongozi wa Gaza na kuondoka kabisa kwa Israel katika eneo hilo. Lakini ikiwa makubaliano haya yatadumu, yanaweza kuwa mafanikio makubwa kwa Trump katika muhula wake wa pili ambao mtangulizi wake Joe Biden na timu yake ya diplomasia hawakuweza kufanikiwa. Mtindo wa kipekee wa Donald Trump na uhusiano muhimu na Israel na ulimwengu wa Kiarabu unaonekana kuchangia mafanikio haya. Lakini kama ilivyo kwa mafanikio mengi ya diplomasia, pia kulikuwa na sababu zilizokuwa zikichangia nje ya udhibiti wa viongozi hao wawili. Mtangulizi wake Joe Biden hakuwa na uhusiano mzuri na viongozi wa nchi za Kiarabu. Hadharani, Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamekuwa kitabasamu mara kwa mara. Trump alipenda kusema kuwa Israel haina rafiki bora, na Netanyahu amemtaja Trump kama mshirika mkuu zaidi wa Israel kuwahi kuwepo katika ikulu ya White House, na maneno haya ya upendo yameambatana na vitendo. Wakati wa muhula wake wa kwanza wa urais, Trump alihamisha ubalozi wa Marekani nchini Israel kutoka Tel Aviv hadi Yerusalemu na kuachana na msimamo wa Marekani uliodumu kwa muda mrefu kwa makazi ya Waisrael katika ukingo wa magharibi wa Palestina ni kinyume cha sheria, msimamo huo ukiwa ni kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wakati Israel ilipoanza mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran mwezi Juni, Trump aliwaamuru washambuliaji wa Marekani kulenga vituo vya kurutubisha nyuklia vya taifa hilo kwa mabomu yake ya kawaida yenye nguvu. Kwa mujibu wa ripoti, mpatanishi wa Trump Steve Witkoff alimshinda Netanyahu mwishoni mwa mwaka 2024 na kukubali kusitishwa kwa mapigano kwa muda ili kuachiliwa kwa baadhi ya mateka. Wakati Israel ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Syria mwezi Julai, ikiwa ni pamoja na kulipua kanisa kwa mabomu, Trump alimshinikiza Netanyahu kubadili mwelekeo. Trump alionyesha kiwango cha mapenzi ya shinikizo kwa Waziri Mkuu wa Israel, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa, anasema Aaron David Miller wa shirika la kimataifa la Carnegie, akisema hakuna mfano wa rais wa Marekani aliyewahi kumwambia Waziri Mkuu wa Israel kwamba itabidi atii au sivyo. Shambulizi la kombora la Israel lililolenga mji wa Doha ambalo liliua raia mmoja wa Qatar likishindwa kuwa afisa yeyote wa Hamas lilimfanya Trump kutoa onyo kali pia kwa Netanyahu kuwa vita vilipaswa kusitishwa. Trump aliipa Israel uhuru mkubwa katika operesheni yake katika eneo la Gaza, lakini huku akitoa maonyo kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Maafisa kadhaa katika utawala wa Trump wameiambia CBS, mshirika wa BBC nchini Marekani, kuwa hili lilikuwa jambo muhimu lililomsukuma rais kutumia shinikizo la hali ya juu kufanikisha makubaliano ya amani. Rais huyo ametengeneza uhusiano wa karibu na mataifa ya Ghuba. Ana shughuli nyingi za kibiashara katika baadhi ya mataifa ambapo ameingia nao uhusiano ikiwa ni pamoja na Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia Saudi Arabia. Mpango wake wa mkataba wa Abraham ambao ulirekebisha uhusiano kati ya Israel na mataifa kadhaa ya Kiislamu
ikiwa ni pamoja na UAE, ulikuwa mafanikio makubwa zaidi ya kidiplomasia katika mhula wake wa kwanza. Muda aliotumia katika miji mikuu ya Ghuba ya Kiarabu mapema mwaka huu ulisaidia kubadili mawazo yake, wanasema wachambuzi wa mambo. Rais huyo wa Marekani hakuitembelea Israel katika ziara hii ya Mashariki ya Kati, lakini alitembelea Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Qatar, ambako alisikia wito wa mara kwa mara wa kusitisha vita. Chini ya mwezi mmoja tangu shambulizi hilo la Israel huko Doha, Trump alikaa karibu na Netanyahu akipiga simu Qatar kuomba msamaha. Lakini pia hii ilikuja kusaidia baadhi ya mataifa ya Kiarabu kuona kwamba kweli rais wa Marekani ana nia ya dhati ya kusimamisha vita katika ukanda wa Gaza. Ikiwa uhusiano wa Trump na Netanyahu ulimpa nafasi ya kuhimiza Israel kufikia makubaliano, basi historia yake na viongozi wa Kiislamu huenda pia ilimsaidia kufanikisha uungwaji mkono huo na kuwasaidia kuwashawishi Hamas kukubali mpango huo. Mojawapo ya mambo ambayo yalitokea wazi ni kwamba Rais Trump alipata ushawishi kwa Israel na kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kwa Hamas, wanasema wachambuzi wa mambo, wakieleza zaidi kwamba hili limeleta tofauti uwezo wa kufanya hivi kwa wakati wake na kutotii matakwa ya wapiganaji limekuwa tatizo ambalo marais wengi waliopita wamepambana nalo na anaonekana kufanya kwa mafanikio kwa kiasi fulani. Hata hivyo, ni juu ya ushawishi katika nchi za Ulaya. Lawama za kimataifa dhidi ya Israeli juu ya hatua zake huko Gaza pia zilielemea fikra za Trump. Masharti ya ardhini hajawahi kutokea katika suala la uharibifu na maafa ya kibinadamu kwa Palestina. Katika miezi ya hivi karibuni, serikali ya Netanyahu iliendelea kushuhudia kutengwa kimataifa, wakati Israeli ikichukua udhibiti wa kijeshi kwa usambazaji wa chakula kwa Palestina na kisha kutangaza shambulizi lililopangwa kwenye mji wa Gaza. Nchi kadhaa kubwa za Ulaya zikiongozwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ziliamua kumtenga Netanyahu na zikisema haziwezi kuunga mkono msimamo wa Washington unaokosa usawa linapokuja suala la Israel. Mgawanyiko wa kihistoria ulifuata kati ya Marekani na washirika wa Ulaya linapokuja suala la vipengele muhimu vya kidiplomasia na mustakabali wa mzozo wa Israel na Palestina. Sasa ni wakati ambapo rais huyo ametumia mbinu mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba vita vinaisha. Jambo la kwanza ni ushawishi kama tulivyoeleza kati yake na mataifa ya Kiarabu na kushawishi pia Hamas, lakini pia jambo la pili ni kuwa karibu na Israel ambayo mara kadhaa ni viongozi wachache ulimwenguni waliweza kutoa ushawishi kwa Waziri Mkuu Netanyahu, kadhalika kutoa vitisho vingi kwa Hamas, lakini pia na hata kwa upande wa Israel. Hili lilisaidia kwa kiasi kikubwa katika kutengeneza na kuondoa mzozo huu uliodumu kwa muda mrefu, na haya yanatajwa kama mafanikio makubwa ya rais wa Marekani Donald Trump. Endelea kuwa nasi mtazamaji. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa sasa baada ya kumalizika kwa vita, licha ya kwamba mazungumzo bado yanaendelea. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.